Assalamu alaikum wana Wako Jako, assalamu alaikum wana mfuatiliaji wa Wako Jako TV. Leo hii tumepata wasaa wa kusogea hapa kupata iftari ambayo imeandaliwa na baadhi ya watu, na pembeni yangu niko na mmoja ya mjumbe au muhusika ambaye amechangia kwa kiasi fulani kwenye hii iftari. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Habari yako? Kwa majina nataka tukufahamu kwa. Naitwa Rajab. Rajab. Naam. Ya, unahusikaje kwenye hii iftari nzima iliyofanyika leo hapa mtaa Arusha? Ya, mimi ni mjumbe au ni mwanachama wa Mia. Naam. Sisi sote wa Mia tuko katika jumuiya kama umoja wetu. Naam. Tukakubaliana tukaona tuwafutarishe ndugu zetu au tufutarishe. Hii sio mara ya kwanza, hii mara pili katika toka tumeanza kufutarisha. Mwaka jana tulifanya zoezi hili, mwaka huu alhamdulillah tumeshukuru, na pia zoezi hili tumefanya tena kwa uzuri. Sawa sawa. Namna. Na umejisikiaje kuona watu wamejitokeza kulipokea jambo ambalo mliliandaa nyinyi? Tunashukuru na tunafurahi, na ndio kusudio letu kubwa lilikuwa ni kualika watu waje wafurahie, tukafurahi pamoja. Hiyo ndio kusudio letu kubwa. Sawa. Tunajua mwezi huu ni mwezi wa mfungo na watu wengi wamefunga. Sasa unawaambiaje watu ambao wana kipato ambacho kinaweza kuwafuturisha wengine ambao hawezi kupata samfutal, na nyinyi kama mlivyofanya wazo lenu likatimia, kwa upande wako unawaambiaje ambao watu wana kipato na wataji kufanya jambo ambalo mmelifanya kama nyinyi? Hiyo kufutarisha kufuturisha, hiyo sio utajiri. Sawa sawa. Ni wewe utashi wa mtu. Sisi tuna utashi huo, tumebeba jambo hilo lina umuhimu kwa wenzetu. Hatuna uwezo mkubwa, lakini alhamdulillah tuna mioyo ya kufanya hiyo kitu, tumeamua kufanya. Sawa. Kama swala kama hilo kulifanya ni kwamba mioyo ya watu wameamua kufanya, sio kwa sababu ni matajiri, sio kwa sababu wana pesa. Sawa. Sisi tumeamua kufutari na watu wenzetu, maskini wenzetu mtaani, tumeamua kufanya hivyo. Sawa sawa. Maana kwa sababu ndio walengwa au wenye kusudio kufutarishwa ni watu maskini. Ndio. Kwa sisi tumeamua tukae na wenzetu, ndugu zetu, wadogo zetu, kaka zetu, wazee wetu, tumejumuika kwa pamoja, tumeamua kufutari kwa pamoja. Sawa sawa. Nikikurudisha siku 3 nyuma, Diamond Platinum aliandaa iftari pale ya Wasafi, lakini katika mwaliko wake aliwaalika mpaka Wakristo katika kuja kufutari pale, lakini watu wakaja kuleta kama vikwazo kwamba kwa nini umealika Wakristo kuja kufutari kwenye iftari ya Waislamu. Wewe kwako unalizungumziaje? No comment. No, why, kwa nini? Siwezi kulizungumzia. Huwezi kulizungumzia kwa upande wako? Naam. Sawa, nashukuru. Tunazungumzia swala la Mia kwa sababu Mia tumejipanga kufanya jambo hili, na inshallah mwakani kama kuna wadau watakuja kukusaidia kuongeza nguvu katika jambo kama hili, tunawaomba wadau wote waje waungane na sisi tuje kufanya jambo letu kubwa kama hili, iwe kubwa zaidi ya hili. Sawa sawa. Basi mimi nashukuru kwa muda wako. Asante sana. Hii ni Wako Jako TV online, tukiwa na moja ya mjumbe ambaye alihusika katika kuiandaa hii iftari, na amezungumzia machache kuanzia wazo mpaka sasa hivi walivyofikia kuja kufuturisha watu hapa mtaa wa Arusha. Wako Jako online TV tuko moja kwa moja kukurushia kila tukio linaloendelea saa hii. Habari yako kiongozi? Salama. Wema kabisa, nashukuru. Wanakuita mwenyekiti kwenye hili jambo la leo. Kabisa. Tunataka tujue ugumu gani mlopitia mpaka kuandaa leo hili jambo. Ugumu kusema kweli ilikuwa haupo kwa sababu moja. Yes. Tulikuwa kama kawaida tu, zoezi hili huwa tumeanza mwaka jana. Kufanya. Mungu atujalie kwa salama. Na mwaka huu pia ikawa tuko kwenye kikao, bahati nzuri katika kuandaa maandalizi ya michango yetu kama kawaida wana Mia. Sawa sawa. Bahati nzuri Mungu akaleta kheri zake, ndio akapatikana mfadhili akaweza kutumalizia jambo hili lote kwa pamoja. Kwa hiyo ikawa urahisi, uwepesi huo ambao tulipata sisi tuweza kuona nini. Sawa. Unawapa salamu gani watu ambao nao wanatamani kulifanya jambo kama ulilofanya wewe kwa upande wako? Nashukuru. Mimi cha msingi kuwa nataka kuwa watu wote sehemu zote maskani, hasa kuzingatia mwezi huu wa Ramadhani. Jambo hili ambalo tulikuwa tunalifanya vijana wote na sehemu zote maskani zote tulikuwa tunalifanya, ni zoezi zuri sana kwa sababu kufanya dua kwa rehemu wazee wetu, ndugu zetu, rafiki zetu, jamaa zetu mbele yake. Sawa. Na kufuturisha jambo la kheri. Sawa. Na tunatamani tena kuona mwakani mkilifanya jambo kama hili. Je, kuna matarajio kweli ya kufanya jambo kama hili mwakani? Inshallah, kwa sababu zoezi tulianza mwaka jana kwa dhamira kwa kila mwaka tuendelee kulifanya. Kwa baraka zake, kwa baraka za uwezo wake mwenyewe Mwenyezi Mungu, tunategemea kuwa tutaendelea mwaka hadi mwaka kila anapokuwa nafikia. Basi shukrani sana. Nashukuru sana. Nashukuru kuonana na wewe hapa. Sawa sana. Wako Jako TV online tukiwa na mwenyekiti, mtu wa maana kabisa ambaye akizungumzia shughuli nzima ya leo. Pembeni yangu kushoto na kulia wapo wahusika ambao wamehusika kwa kiasi fulani kwenye kuandaa iftari nzima. Habari yako?
Wema kabisa. Njema. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Habari ya kushiba kidogo, si unajua? Safi kabisa. Mambo mazuri yametoka. Mambo mujarrab. Naona watu wamekula, watu wamesaza na kuacha. Kwa upande wako unajisikiaje kuona mtu anakula mpaka anaacha? Kwa kweli tumefanya jambo kubwa. Naam. Sisi tukiwa kama Mia. Ndio, na ni jambo ambalo hatuna budi kuwashukuru kwanza watu wote ambao tumewaalika na wameitikia wito. Sahihi. Lakini kwa upande wetu vile vile tumejipanga, na ndio maana iftari imefanyika kwa ukubwa, kwa sababu Ilala ni sehemu ambayo iko center. Sahihi. Na mwaliko umesambaa kiasi kikubwa sana. Naona watu wamejitokeza. Watu wametoka sehemu mbalimbali na wamefika, wameitikia mwaliko, lakini kwa upande wetu tunashukuru Mungu, tumejaribu na tumefanya na tumeweza. Sawa sawa. Na kwa upande wako kiongozi, wewe unajisikiaje kuona ujaji wa watu waliojitokeza katika shughuli hii na watu wamelipokea jambo lenu kwa ukubwa sana? Kwako unajisikiaje? Mimi najisikia faraja kubwa sana na sijategemea kama tunaweza kweli kupata umati kama huu. Sawa sawa. Lakini kwa kamati yetu ya Ilala, ndio haswa Mia, naipa pongezi kubwa. Hatujategemea kwa wote kwa ujumla kama tunaweza kufanya kitu kama hichi, lakini kwa uzuri tumeweza. Sawa sawa. Namshukuru Mungu na mwekezaji zaidi. Ndio. Mwenyezi Mungu amjalie na riziki zake na wazazi wake, kama umetangulia hajatangulia basi Mwenyezi Mungu amnyoshe njia zake kwa kila kitu, kwa kila jambo lake. Sawa kabisa. Ni ugumu gani mliopitia kwenye kuandaa hili jambo? Katika jambo lolote changamoto ni vitu vya kawaida kabisa, lakini kutokana na jinsi tulivyojipanga, ndio nashukuru Mwenyezi Mungu na timu ambayo tumeiandaa, basi tumepitia changamoto nyingi lakini tumeweza. Sawa. Nafikiri hakuna jambo linalokosa kasoro, lakini kwa sababu hii ni neema ya Mungu, basi sisi tunaitia katika mambo mazuri moja kwa moja. Kweli kabisa. Tutegemee kipi Ramadhani ijayo ya mwakani? Amini inshallah, Ramadhani ijayo ya mwakani, kwanza tumuombe Mwenyezi Mungu atuweke. Sawa. Amini inshallah, lakini akasema linaweza kuwa kubwa zaidi ya hili. Zaidi ya hili. Kuna wawekezaji, ndio mwekezaji siku zote anakuwa na imani. Je, hao wanaweza kalifanya hili swala kwa kidogo au kwa kikubwa? Lakini naamini inshallah Mwenyezi Mungu atatupa wepesi. Basi tutafanya zaidi, kubwa zaidi ya hili. Mimi nashukuru kuonana na nyie hapa sasa hivi. Sisi wako Jako tumesema tuje kuendelea kulirusha hili jambo moja kwa moja lililoendelea leo. Tumefurahi kuonana, tumefurahi kuona mmefanya jambo kubwa, jambo la kidini pia jambo la kiimani inshallah. Shukrani sana. Amen. Niwape mkono wa heri. Shukrani. Hii ni Wako Jako TV online, moja kwa moja mtaa wa Arusha. Sisi kama Wako Jako, sisi ni wewe, wewe ni sisi. Ciao. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Habari yako? Salama salama. Habari za jioni. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Sawa sawa. Siku hii ya leo. Naam. Katika itifaki yetu ambayo tumekamilisha. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa uzima wote tumekutana. Ndio. Katika kikosi chetu cha Mia. Ndio. Leo kama ulivyoona tafrija ya kufuturisha. Sawa. Na tumesogeza mpaka watoto yatima. Naam. Tumesogeza wa karibu, wazee, vijana na watoto. Okay. Na mashallah tunamshukuru Mwenyezi Mungu, jambo limeenda salama salimini. Naam. Na tunaomba tena. Naam. Kwa uwezo wake Allah, wote tuo hai tukutane tena na wengine waje. Ndio. Tuweze kuendeleza jambo letu. Sawa sawa. Mwenye nacho Mwenyezi Mungu azidi kumpa, asiye nacho amfungulie, ili tuweze kujazana na watu wengine wa pembeni watokee katika shughuli kama hii. Sawa sawa. Na kwa upande wetu tunataka kufahamu ili jambo liliwachukua siku ngapi mpaka kuliandaa leo kukamilika? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, jambo halikuwa na uzito. Naam. Tulianza mdogo mdogo, lakini baadaye Allah Subhanahu wa Ta'ala akatuletea watu ama mtu wa kutupa support katika hili jambo. Ya, na kwa upande wangu pia na swali lingine. Je, hii issue ya iftari iliwalenga sana watu ambao ni watoto yatima, wasiojiweza, wenye mahitaji maalum, au ni kwa ajili ya watu wote? Kwenye kufuturisha ni kwa ajili ya watu wote, lakini haswa msaada mkubwa kwa wale ambao ni yatima. Sawa sawa. Kwa sababu lazima tuwajue, sababu wao wapo katika hali fulani. Nadhani nikisema yatima unajua katika hali fulani. Ndio. Lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu, kwenye mkusanyiko wa watu wengi, kila mmoja anakuja na baraka yake, na Mwenyezi Mungu anatuwezesha hapo katika swala lake. Inshallah. Asante sana kwa mchango wako. Hii ni Wako Jako TV, moja kwa moja tukiwa hapa. Tumechukua matukio yote ambayo yameendelea sasa hivi mpaka sasa hivi kukupata wewe ambaye unahusika kama mnavyojiita Mia. Naam. Ya, sasa pia tunashukuru kwa mchango wenu kwa watu ambao waliofunga, ambao wamekuja kujitokeza kujipata some kitu ambacho cha kujifuturisha, na sasa hivi watu wamepata sawabu pia kwa upande wenu, sawabu pia kwa upande ambao
futuru sahihi. Mimi nashukuru kwa upande wako. Naye nashukuru sana, karibu tena na Mwenyezi Mungu akupewa hai uje ututembelee tena katika tafrija kama hii inshallah. Sawa sawa. Nahitaji kusikia salamu zako pia zinaenda kwa nani? Salamu ziwafikie ndugu na jamaa na marafiki. Salamu ziwafikie wana Mia wote. Okay. Na waasisi wote ambao wanatuona katika Mia wasogee karibu, wasiwe mbali na sisi. Ili tuungamane, umoja ni nguvu, kutengana ni udhaifu. Sawa. Shukrani. Inshallah, Wako Jako Online TV tumepata maneno machache kutoka kwa mhusika mwingine ambaye anahusiana na jambo la leo la iftari. Asalamu alaykum. Nimekuona kwenye hili jambo leo la iftari hapa mtaa wa Arusha. Nimefurahi kukuona. Unaelezeaje jambo zima? Kwanza napenda kushukuru soma la kwanza wala soma la pili mimi kwa ndio mara nyingi tumeonana ndani ya Wako Jako. Kwanza tunapenda kushukuru kwa support yenu kuja katika jambo letu la Mia. Ndio. Hicho kwanza ni kitu ambacho tunashukuru sana Wako Jako Online TV. Sawa. Unataka tuambie changamoto la kuandaa hili jambo mpaka sasa hii limetimia, na pia tunataka kufahamu ni kitu gani ambacho umejivunia kutoka kwa Mia Group kama waandaaji, na salamu zako unazipeleka kwa nani? Kwanza, kitu cha kwanza napenda kuishukuru kamati ya Mia kwa maana sehemu yoyote kunapokuwa kuna watu wazima, jambo lolote lazima litakuwa linaenda vizuri. Hao kwanza ndio watu kuwashukuru. Sawa. Cha pili vile napenda kumshukuru ambaye jambo hili aliona umuhimu wake kufanyika ndani ya Ramadhani. Tunapenda kushukuru sana. Sawa. Na tunashukuru jambo letu kwenda kwa usalama na limeisha. Inshallah Mwenyezi Mungu afanye heri katika hili. Sawa. Na kwa upande wako wewe una jambo gani kabla hii ya Ramadhani kuisha? Mimi jambo langu kubwa napenda kuanza kuwasihi Waislamu wenzangu ndani ya hili jambo la Ramadhani. Imani tuliojazwa katika hii Ramadhani basi isiwe mwisho tu Ramadhani inapoisha. Tuendelee katika hii Ramadhani na imani yetu hii. Tusaidiane na kupendana na tumche Mwenyezi Mungu na tusiache kuswali. Inshallah. Shukrani, nimefurahi kuona nawe. Shukrani sana. Sawa, Wako Jako tunaendelea kufikishia taarifa tukiwa na mmoja mtu wa maana kabisa ambaye amejitokeza sasa hivi. Alhamdulillah, sasa hivi tumemaliza jambo letu la iftari ambalo limetokea mtaa wa Arusha, na katika viwanja vya Mia Wako Jako tumejitokeza kuhakikisha tunakufikishia jambo zima liloendea. Bwana, mimi mwenyewe nimeshiba, nimeiftari hapa. Nashukuru Mungu amejalia, watu wamejitokeza, watu wamekuja kwa wingi, maana yake jambo sio dogo. Wako Jako Online TV, sisi ni wewe, wewe ni sisi, tunakufikishia habari kokote ulipo Tanzania na nje ya Tanzania. Ciao.